Maandalizi yetu yanakwenda vizuri alhamdulillah, shukuru Mwenyezi Mungu. Vijana kama hivi wanawasili hapa station. Prince Mwero Dube yule pale anawasili, yuko na General Dukioga Abuya. Wanaendelea kuwasili hapa wachezaji. Tunaelekea Dodoma asubuhi ya leo. Mechi ni siku ya kesho. Kwa tunaondoka hapa na wachezaji 25. Orodha hiyo kamili mtaikuta kule kwenye Yanga app. Leo tukifika maana tutakuwa na muda kidogo wa kupumzika, alafu jioni tutafanya mazoezi yetu ya mwisho pale Jamhuri, na kesho inshallah tutapenda kucheza mchezo wenyewe dhidi ya Tanzania Prisons. Kabla ya kwenda Jamhuri, mechi ilikuwa inapangiwa Al-Hassan Mwinyi, kwa kuna maelezo mengi. Mechi alikuwa ameipanga Al-Hassan Mwinyi nani? Kuhusiana na mshindano wa jamii. Sasa mimi siwezi kufanyia kazi. Walikuwa tayari wamefika Al-Hassan Mwinyi. Kwenye taarifa mlipata kabla? Kisheria mimi kama klabu nafuata kile ambacho bodi ya ligi wananielekeza kikanuni. Bodi ya ligi wangetangaza mechi inachezwa uwanja wa Al-Hassan Mwinyi Tabora, Yanga tungekwenda Tabora. Bodi ya ligi wangetangaza mechi hii inachezwa Mpanda Sumbawanga, Yanga ingeenda huko Mpanda au Sumbawanga kucheza hiyo mechi. Bodi ya ligi imetangaza siku ya jana mechi hii inachezwa uwanja wa Jamhuri Dodoma, na ndio Yanga tunaelekea Dodoma. Sidhani kama kuna taarifa nyingine ambayo natakuwa nielezee zaidi ambayo bodi wametuelezea. Kwa Prison wao pengine walikuwa mbele ya muda kusema kwa mechi ni. Sasa mambo ya Prison wanao msemaji wao. Nyie pia msiua mnasafiri, sio Ayoma nyie. Mkifika kule Dodoma mtawahoji sa Prison. Kwa nini nyie mlienda Tabora wakati mechi iko Dodoma? Kwa hiyo watawaelezea wao. Mimi sipo katika nafasi ya kuwajibia Tanzania Prison chochote katika ambayo wanayafanya kwenye taasisi yao. Mimi nipo hapa kuyajibia yale ambayo wanayafanya Young African Sports Club kupitia kanuni na maelekezo ya bodi ya ligi. Kitu kimoja ambacho unaweza kutoa faida kwa nyinyi waandishi wa habari na watu mbalimbali kwenye haya mambo ya, sababu nimeona mjadala mmoja na jana niliona nikiwa nahusishwa na huo mjadala kwamba mbona Ali Kamwe alitangaza mechi ya dabi Kariakoo na watu wakaenda Zanzibar. Mbona Prison wametangaza mechi ni Tabora na watu hawajaenda Tabora? Niwape elimu kidogo hapo ndugu zangu, na hii ni kwa faida ya wapenzi wa mpira. Bodi ya ligi wao kama kanuni inavyoelekeza, wao ni wanathibitisha kituo cha mchezo. Wanathibitisha kituo cha mchezo. Jukumu la kutangaza ni klabu inaweza kutangaza kwa ajili ya promotion pale tu inapopata uthibitisho wa kituo cha mchezo kutoka bodi ya ligi. Ukiona umetangaza mechi kabla haujakuwa na uthibitisho wa bodi ya ligi, maana yake umekwenda tofauti na kanuni. Kanuni inaelekeza bodi ya ligi ndio anayethibitisha kituo cha mchezo. Sasa basi, uwanja unavyofungiwa, kwa mfano sisi tulipata tatizo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ukawa na matumizi mengine. Hatua namba moja ni bodi wanatujulisha au sisi tunawajulisha. Inategemea changamoto hiyo ya uwanja imetokea eneo gani. Sisi tukawajulisha bodi ya ligi kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 1 ya mwezi wa 3 una matumizi mengine, sio uwanja wetu tunaoumiliki, ni uwanja wetu kikanuni unawamiliki wengine. Kwa hiyo tukiwajulisha bodi ya ligi wanakurejeshea majibu, wanakupa saa 24 ya kutafuta uwanja mwingine. Na kumbukeni ndugu zangu waandishi wa habari, kila timu inapoanza msimu huwa inaiambia bodi ya ligi uwanja wake wa nyumbani na alternative stadium ikitokea uwanja wa nyumbani umekuwa na changamoto. Sisi Young Africans uwanja wetu wa nyumbani ni Benjamin Mkapa na alternative stadium yetu ni KMC Complex. Sio kama naelewa vizuri. Kwa hiyo unapowajulisha bodi kwamba uwanja wangu wa nyumbani umepata shida, wao wanakurudishia barua ndani ya saa 24, tujulishe unakwenda kucheza wapi huo mchezo. Wewe unawajibu tena bodi ya ligi, mimi nakwenda kucheza New Aman Complex. Bodi ya ligi ukishawajibu hivyo, wao wanakurejeshea tena barua, tunaomba barua ya uthibitisho wa mwenye uwanja. Huenda uwanja huo unamilikiwa na serikali,
uwanja huo unamilikiwa na chama, uwanja huo unamilikiwa na mtu binafsi. Wanakwambia naomba barua ya uthibitisho wa uwanja. Ukishawajibu bodi ya ligi kwamba barua ya uthibitisho wamiliki wa uwanja ni hii, wameniruhusu nicheze, bado hapo pia sio mwisho wewe kutangaza. Bodi ya ligi wanao stakeholders wao wa kuwauliza. Kwa mfano, lazima bodi ya ligi before hawaja confirm kituo watawauliza. Kwa mfano Azam Media, bana, mechi hii inahamishwa kutoka uwanja huu inakwenda uwanja huu. Taratibu zenu za safari, kama ni jambo la ghafla, mnaweza kama kufika kwa haraka. Mechi bali ilikuwa ichezwe saa 2 usiku, ratiba ya awali. Uwanja wa awali ulikuwa una taa, sasa hivi uwanja hauna taa. Mnaweza kuchange ratiba zenu, mkaweza kufanya coverage ya kutosha. Baada ya hapo, bodi ya ligi wanawasiliana na kamati ya leseni. Kamati ya leseni ipo huku TFF, na yenyewe ndio inadili na kuthibitisha viwanja vya kuchezewa ligi kuu, si ndio bwana? Wao wanawasiliana, wanawaambia uwanja huu tumeukagua na uwanja huu unafaa kutumika. Bodi wakishajiridhisha na vyote hivyo, ndio bodi wanakujibu club, bwana, sasa una ruhusa ya kutumia hicho kituo. Wanakujulisha wewe timu mwenyeji, wanamjulisha timu mgeni, na wanajulisha kama kuna chama cha soka cha mkoa kujulisha kwamba hicho kitakuwa kituo cha mchezo fulani. Kwa hiyo hizo ndio taratibu, unaelewa? Hizo ndio taratibu. Ukiona timu imefungiwa uwanja, inabadilisha uwanja, au timu imepata dharura kwenye uwanja wake wa nyumbani, inabadilisha uwanja, procedure to follow ndo hizo. Ukimiss procedure yoyote hapo utamlaumu mtu. Ukimiss procedure yoyote katika hizo utaingia kwenye matatizo ambayo hutaweza kujitetea. Kwa hiyo unavyoomba au kuwajulisha bodi ya ligi natoka KMC na kwenda kucheza Meja Jenerali Isamuhyo, unapotuma barua haimaanishi pale ndio wewe umepata haki ya kikanuni. Kanuni inaeleza bodi ni mwenye mamlaka ya kuthibitisha. Kutangaza, anaweza kutangaza kwa ajili ya promotion, ziko ground unatangaza kwa ajili ya kufanya promotion yangu, lakini kuthibitisha kwamba hiki ni kituo cha mchezo, hayo ni mamlaka ya bodi ya ligi. Na kuthibitisha, bodi wanaweza wathibitishe public, wakathibitisha operation, wakakutumieni email kwenye klabu husika, bado tumethibitisha kituo cha mchezo ni hiki hapa. Kwa hizo ni procedure ambazo mkiwa mnasoma kanuni vizuri mnapata majibu ambayo hayaumizi kichwa. Namba moja nilichogundua, waandishi wa habari hatusomi kanuni. Tunazifata kanuni panapotokea chaos, ndio tunazifata, lakini hatusomi kanuni, hatuzijui kanuni, hatujui miongozo ya kuongoza sisi kuripoti habari. Tukikuwa tumesoma kanuni vizuri, sakata la jana, sisi vyombo vya habari tungekuwa wa kwanza kuwasaidia labda Prison na kuwauliza maswali ya msingi. Mmesema mmefuata procedure zipi? Mmeomba bodi wamejibu nini? Mmepata hiki, mna uthibitisho? Vyote mngeweza kuwahoji ambavyo vingesaidia umma kuweza kufahamu hili jambo kwa mapana yake. Na mimi na wachallenge waandishi wa habari, kanuni za bodi ya ligi zipo, za ligi kuu zipo. Tafadhali someni panapotokea changamoto, ili nyinyi mwe wa kwanza kusaidia umma kwenye kuwaeleza things to follow kwenye hayo mambo ya kanuni. Lakini hadi kutokana na ratiba yenu, unahisi hii imewapa wepesi kwa namna moja au nyingine? Mimi nakupa taarifa leo, sisi jana ndio tumepokea barua kutoka bodi ya ligi, mechi inapigwa Dodoma. Lakini baada ya kuona Prison wanafanya mchakato wa kuhamia Tabora, sisi tayari tulikuwa tumeshawasiliana na shirika moja la ndege, tulikuwa tumeshaweka booking sababu kweli ndege ilikuwa imejaa. Tulishachukua chata, siwezi kuitaja hapa kwa sababu za kibiashara, lakini tulishaweka order hiyo chata, leo ilikuwa tunaondoka kwenda Tabora. Kwa sisi tulikuwa hatuna shida yoyote kama club. Tuliangalia logistic, hatuwezi kutoka hapa na basi kwa sababu ya usafiri, tukaangalia treni na nini, patakuwa pameshajaa na nini, tukawa tumetafuta ndege binafsi chata. Kama tulivyoondoka hapa tukaenda na Chingwea kucheza na Namungo, tuliondoka na chata yetu wenyewe, na tulishatafuta pia chata kwenda Tabora. Tulichokuwa tunasubiri sisi ni taarifa ya bodi. Kama wangetuambia kituo ni Tabora, leo asubuhi tungeenda kuhojiana pale Terminal 1. Sisi tunaamsha tunaelekea Tabora. Wengine wakisema mtaenda Tabora. Ndio anasema sisi tunafuata tunachoelekezwa na bodi kwenye uthibitisho. Kituo ni wapi? Tungeenda, kwa sababu uwezo ukasema excuse ya Yanga ilikuwa usafiri. Kuna timu inaitwa Mashujaa inasafiri kwa basi kutoka Kigoma, inacheza mechi Ruangwa na basi.
Kwa hiyo bodi wao hawahusiki na jinsi timu itakavyosafiri, wanahusika na zile saa 72 kuelekea mchezo mmoja kwenda mwingine. Wewe utafikaje? Utajua wewe, si ndio bwana? Ukiondoka hapa na bodaboda, msafara wenu, msafara wa bajaji, mfie kwenye kituo cha mchezo, bodi sio issue yao. Issue ya bodi ni zile saa 72 kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Zikifikiwa hizo, wanapanga mchezo. Kwa hiyo hata sisi tulikuwa tunajua, tungeambiwa leo mechi ni Tabora jana, leo ilikuwa tunaamsha tunaelekea wapi? Tabora. Na tulishaweka booking ya ndege. Wallahi wa billahi na wapi. Kwenye hili wale ambao hawafahamu ndani wake wanasema Yanga wanapendelewa, Yanga na bodi ya ligi, Yanga wanadekezwa. Sasa hayo ni maneno ya watu ambao wameshashindwa kushindana na sisi kimpira. Wanajaribu kujustify failure yao ya kimpira kuona Yanga inapata. Sisi tunapata favor. Hivi nyie niwaulize waandishi wa habari. Yanga inapata favor ya bodi ya ligi. Yanga. Sisi kila siku mnavyotuona hapa tuna misuguano isiyoisha hapa. Kuuliza hili, tunauliza hili, tunauliza hili. Sisi tupewe favor. Kwa akili tu ya kawaida, ndugu zangu ni waandishi. Sisi Yanga ndo tubebwe. Sisi Yanga. Walitoka ile barua ya yale ambayo lazima. Sasa mimi haya majibu napewa na afisa mtendaji mkuu. Hajanikabidhi. Akinikabidhi nitakuja kuwajuza. Bado CEO wangu hajanikabidhi majibu kwamba tumejibiwa. Akinikabidhi tu nitawajuza. Lakini hao watu wanaosema Yanga sio inapendelewa ni watu wanaojustify failure yao kwa kuwapa mzigo watu wengine. Sisi hatujapendewa mtu yoyote. Kwanza Yanga hivi Yanga inaweza ikabebwa. Wameenda mbali zaidi, wanasema hata miongoni mwa timu ambazo mnakutana nazo wakikutana nao wao inakuwa mchekea. Kama timu gani? Wamehitaji Singida Black Stars. Wanasema imefikia hatua mkiwafunga hawaoneshi kuumia kabisa. Sasa mbona wao tumewashona mara 6 mfululizo. Singida hawajawahi kusema kwamba na wao wanatuchangia kwenda kwenye ubingwa. Kwa sababu unajua unapotaka kuleta hoja kwamba Yanga anamfunga sana Singida, wewe Yanga anakufanyeje? Simenelewa bwana? Kama wewe unajiita mkubwa, unafanya sherehe za kusherekea sare dhidi ya Yanga, kwa nini umlaumu mdogo? Mechi za wadogo kwa wadogo lazima ziwe ngumu. Mechi za wadogo kwa wadogo, yani watoto wawili wakikutana mechi yao wanakamiana, mechi inakuwa ngumu. Lakini mkubwa mmoja na timu ndogo, mechi ni nyepesi. Kwa sisi Yanga tumecheza na Singida, tumemfunga. Kama ambavyo tumemfunga Simba vile vile mara 6 mfululizo. Lakini wakikutana Simba na Singida wadogo wawili lazima kiumane. Sawa sawa wakutane leo hii Mbeya Kwanza dhidi ya Chunya City. Lazima mechi iwe ngumu. Kwa sababu wamekutana timu za madaraja yanayofanana. Daraja likiwa juu ndio ukipata sare ni Yena Vigoma na Matarumbeta. Kwa sisi sio hoja ya kufunga Singida. Tumewafunga wote sana. Kwa hiyo wao wanatakiwa wakutane, wapambane. Yaani vibonde viwili vya Yanga vikutane, vipambane kutafuta nani mwenye nafuu kati yao. Basi. Semaji kuna ufafanuzi ulitoka hapa katikati kuhusiana na yale matobo ya Zanzibar. Na mkakaa kimya waandishi wa habari. Hamkakaa kimya, hamjaposti, yani nafikiri chombo kimoja cha habari ndio kilifanya effort ya kusafiri kutoka hapa kwenda Zanzibar kuwahoji wasimamizi wa uwanja kuhusu taarifa. Wengine wote mlikaa kimya. Bwana treni yangu bado yana. Bado. Saa 2 kamili? Bado kidogo. Wametoa ufafanuzi bana, atakuwa niingie mwishoni kabisa. Atakuwa niingie mwishoni. Kiandamizi mwishoni. Yaani pale kwenye oni pale ndo mimi hapa. Kuna raha yake wewe kuingia mwishoni kwa sababu ikipigwa oni ile abiria wanaweka nyuma wote. Nani amechelewa wao? Tunaingia mimi na kanzu yangu pale. Bwana kumbe mwenyekiti bwana, tulikuwa tuna haki ya kumsubiri, alikuwa anahutubia taifa hapo nje. Safi kabisa. Ufafanuzi wa kwamba walisema ni kamera zifungwe kwenye jumba la production. Sisi tulikuwa tunajua kwamba hayo mambo. Ndio maana nasema kila kitu. Unaposhindwa kupambana na Yanga kwenye uwanja, ni bora ukawaambia watu wako ukweli kwamba haujafika level za kupambana na kupata matokeo dhidi ya Yanga. Usijustify na vitu ambavyo baadaye vitakuja kukuumbua. Leo hii wameacha matatizo makubwa sana Singida pale Zanzibar. Watu wa uwanja wanasema vimiminika vilivyomwagwa, nyasi zimeungua. A'udhu billahi minashaitani rajim. Nyasi zimeungua, ile hybrid ya New Amani Complex imeungua.
Vilimwaga vitu vizito sana. Jana nimeona clip pia uwanja wa Airtel Mwigulu Complex kule Singida. Tena mganga wa sare akiendelea. Maana yule mganga anajua draw tu. Mganga tapeli. Wanamwaga tena. Kwa hiyo maana yake baada ya huo mchezo msishangae wamiliki wa uwanja ule wakasema tena nyasi zimeungua. Kwa hiyo mpaka msimu unaisha msishangae viwanja vyote vikawa vina vipara kwa sababu mimi nawaomba wenye mamlaka hili jambo wasilichukulie kwa mzaha tena. Hatuwezi kuwa na timu inayofanya uharibifu wa viwanja kwa makusudi na tukaendelea kuwachekea. Mazoezi ya mwisho ni kwa ajili ya mambo ya kiufundi, na huo ufundi labda hawaelewi, sio uchawi. Ufundi ni football, tekniki za mpira, technically pale. Watu wengine wanaoruhusiwa kwenda kwenye viwanja kwenye mazoezi ya mwisho, watu hawajulikani, ni maafisa wa timu, ni watu wa benchi la ufundi, ni wachezaji, wanaingia na madumu ambayo yanakwenda kuleta athari ya viwanja. Sio jambo zuri. Lazima kama wadau wa mpira tulisemee na tulikemee. Sio jambo zuri. Mimi nakemea. Sio tabia nzuri, sio tabia sawa ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho mkawa mnaharibu viwanja vya watu. Tuchezeni mpira. Nyie si mmesajili? Si mshatoa yale magari used? Acheni mpira uchezwe sasa. Si mshawapa watu magari used na nini? Acheni mpira uchezwe. Yaani msitengeneze mazingira mengine ya kuwaaminisha watu kwamba ili mshinde mnatakiwa mloge. That's very wrong. Ndio bana, that's very wrong. Umeshasajili vizuri, umeshawagawa magari used kwa wachezaji, acha mpira ukachezwe sasa. Namba hii mwenyekiti. Bwana wewe. Mambo ya plate number au yajui, niachie mimi. Hiyo michezo mjini tunaijua sisi bwana. Semaji mbali na yote, Prison hayuko kwenye nafasi nzuri sana kwenye msomo wa ligi. Alafu pia ni muhimu. Waandishi wa habari, hii ni muhimu. Wachezaji wazao wapewe kipaumbele. Wapewe magari. Ni muhimu. Wamekazia. Ni muhimu. Wachezaji wazao wapewe kipaumbele pia. Wamesema kwenye mikataba yao wanasaini na pesa za magari. Ni muhimu. Ni muhimu wachezaji wazao wapewe kipaumbele. Kama ambavyo Yanga tunawathamini wachezaji wa Kitanzania, tunaomba na vilabu vingine viwathamini wachezaji wa Kitanzania. Ni muhimu sana. Kama kupiga picha na mchezaji ukimpa gari ni jambo zuri, piga pia picha na mchezaji wa Kitanzania ukimkabidhi gari. Inaongeza thamani na inaleta value kubwa kwa wachezaji wa Kitanzania. Kwa hiyo ni muhimu. Hawa wachezaji wanalalamikia sana, mimi DM kama mwenyekiti wa wasemaji ni wapambanie haki zao, na leo nalisema hivi. Unasimama kama mtetezi. Nalisimama kama mtetezi wa wazao kwenye magari. Yes, kwenye magari. Wapate magari. Na sio tunavyosema wapate mkaenda kuwachukulia vits sijui new model mnayo hapa, wengine wawape na wao yote. Kama wao Yanga tunafanya. Sisi Yanga ukienda sasa kwenye timu yetu wachezaji karibia wote standard yao ni hizi Harrier Anaconda hizi. Latest karibia wote ndio gari ambazo wako nazo. Hatuoni mkiposti. Ni mambo ya kimkataba ya kawaida hayo, kwamba ukisha saini kuna aina, ni mambo ya kawaida hayo. Sio ya kuposti. Ni mambo ya kawaida sana. Mchezaji amesaini mkataba una include na gari, unampatia na gari lake. Ni mambo ya kawaida sana hayo. Ni mambo ya kawaida. Yaani unajua huwezi kuficha, huwezi kulaghai watu ukawaahidi basi kubwa ukatoa vigari vidogo vidogo. Watu wanakumbuka bado. Basi niko kwenye maji sasa. Ilianza Oktoba hiyo mwaka jana kabla tujapiga kula. Leo tuko mwezi wa 3 na kwenda mwezi wa 4. Hayo maji ni maji gani? Mambo ya vita ya kwenye beseni. Kuna matatizo. Mawimbi. Kwa hiyo kuna muda linapiga wimbi kama linakuja Afrika. Alafu kuna muda linapiga wimbi linageukia Irani. Sije mkashangaa mkasikia lile basi wewe kwenye meli imepigwa bomu na Irani. Kwa hiyo basi aliji tena. Mimi nimeangalia mechi ya Prison na Azam Football Club. Kwanza Azam walikuwa na hoja kuhusu uwanja na nilifurahi kwa sababu wakati sisi tunatoka sare na Mbeya City tulivyotoa hoja kuhusu uwanja wa Sokoine, Azam akiwemo Zaka za kazi Ibwe walitucheka kwamba sisi tupunguze kudeka, tucheze mpira, si ndio Bahati mbaya Simba Sports Club ya kwenda Sokoine, uwanja ulikuwa umefungiwa. Bahati nzuri aliyetucheka Azam, yeye akafanyaje? Akaenda. Nimeangalia mechi ya Azam na Prison.
mbali na fakta ya uwanja ambayo kiukweli iliathiri, sababu mvua ilinyesha na maji yakawa yako mengi, iliathiri 100%, wala hakuna shida, lakini Prison walikuwa na effort sana siku hiyo, walikuwa karibu zaidi kushinda ile mechi Prison kuliko Azam. Maana yake mwalimu wao mpya waliyempata Shedrack Nsajigwa Fuso amekuja kuongeza kitu kikubwa. Wewe focus na kazi wewe.